So ladies and gentlemen, kuna vitu vitatu hapa ambavyo tutaka tuviongelele leo, especially kuhusiana na mpango mzima wale watu ambao wanafanya kazi Uarabuni. Na vitu vitatu vyenyewe hivi ni kuhusiana na biashara pamoja na mpango mzima wa ndoa, yani marriage nyumbani kule ambako aliacha, na maendeleo ambayo wanayafanya kwa ujumla. Because these are things ambazo watu wengi ambao wanafanya kazi Uarabuni, ile siku ya kwanza ambao wanarudi zao nyumbani either kwa vacation ama kwa sababu ya kwamba wameamua kurudi zao nyumbani baada ya kwamba wameachana na maisha ya Arabuni, hivi ni vitu ambavyo watu wengi sana wana fail, ama ni watu wengi ambao wanalalamika after kwamba vishawatokea tayari. So in terms of business, tukiongelea kuhusu masuala mazima ya biashara, nitasema kwamba watu ambao wanafanya kazi Arabuni, kitu ambacho wana fail immediately masuala mazima ya biashara ni kwamba kuamini watu wa nyumbani na kuanzishia biashara ambayo kiukweli kabisa haimletei faida yeye mwenyewe personal. Inafika wakati ambapo mtu mwenyewe anatumia pesa za mkononi ama anatumia pesa zake za mshahara ili kuweka mtaji kwenye biashara. So nitaeleza hivi na nitaweka mifano baadhi ambayo tayari ishatokea watu wengi ambao kunao washakuja kwangu kuniuliza kama advisor, and that's why I decided to collect these things. So mtu unaweza kufungua tu biashara yako. Some of the ladies ambao wanafanya kazi Arabuni, most of them unapata mtu anafungua, let's say like a saloon. Unafungua tuseme kama ni saloon, alafu mwenyewe uko zako Arabuni unafanya kazi. Make sure that kwa mind yako pale kwa ile saloon kuna mtu ambaye umemweka ambaye unamwamini sana. Lakini sasa mwisho wa siku ile pesa ambayo inakuwa collected pale sio pesa ambayo wewe unaambiwa, ama sio pesa ambayo wewe una expect exactly itoke pale. That is one. Second, unanulia mtu pikipiki. Let's be frank, because these are the things that are happening in Kenya at the moment. Unanulia mtu pikipiki ili in a day akweke pesa fulani kwenye akaunti yako. Mwisho wa siku you are not sure whether ile pesa inapatikana ama haipatikani, kwa sababu yeye akikwambia amekosa pesa, wewe hawezi uka-argue kwa sababu you are not on the ground. So does it mean ya kwamba endapo utakuwa uko zako Uarabuni usifanye biashara Kenya? That is the first question ambayo nitauliza, and that is the thing ambayo nataka kuweka hapa. Pia niseme kwamba inafika wakati ya kwamba ile biashara ambayo umefungwa nyumbani unatarajia ijiendeleze yenyewe kutokana na yale mauzo ambayo yanapatikana kwenye ile biashara, lakini unapata wewe unatumia pesa yako kwa mshahara. Ni kama sasa you are just whatever you are getting, instead ile pesa yako kwa mshahara uifanye masuala mengine tofauti, kwa sababu uliweka pesa tayari ukaanzia a certain business ambayo unataka ile business igrow yenyewe, lakini inakubidi uchukue pesa za tofauti kwingine ambapo labda ni za mshahara ili uziekeleze pale still tena, na hivyo ndio watu wanaingia hasara. Nitasema mimi people do get loss because you are using your exactly money, pesa kwa mshahara kuweka pale. Na kuna msemo ambao unasema siku zote ya kwamba mtu yote yule ambaye anategemea mshahara basi hana tofauti na maskini. Yani kama we uko hapo you are doing nothing, yani just there that you are expecting to get salary in order for you to evolve in life, then you don't have any difference na yule mtu ambaye ameketi hana lolote. That is what they say. Tuombe sana Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuwe na biashara ambayo yatatusaidia mbele mwisho wa siku, yani ili kwa kuna biashara inaendelea na still bado vile vile tuko kazini ambako tuna earn a living. That is one. Second, let's talk about projects. Project ambazo watu wengi ambao kwa Arabuni wanazifanya wakiwa zao nyumbani. Kuna project, let's say like building a house. Either unajenga nyumba yako wewe ya kuishi, ama unajenga nyumba yako wewe ya rental ama ya biashara kwa ufupi ama kwa jumla. Different hapa inakuja kwamba some of the people ambao wamekuja wamelalamika in terms of projects ama in terms of doing a project back home wakati wako zao Arabuni kufanya kazi, ni ile ambayo mtu anatumia pesa, mtu anayemwamini, let's say like your mom, your dad, your sister, your brother, unamtumia pesa ili akutengenezee a certain project nyumbani kule, lakini mwisho wa siku ile project haiendi kulingana na vile ambavyo wewe umetarajia. Uli expect ya kwamba within 2 years ama within 1 year 8 months utakushamaliza ile project, lakini once ukishafika ile time limit ambayo mwenyewe umejiwekea kwamba uko na hakika kabisa kama ni nyumba itakuwa imeiva, unaambiwa kwamba ile nyumba haijafika popote pale ambapo unatarajia. Ukiangalia ile pesa ambayo umeitumia haileti maana. Ukiangalia picha ile nyumba ambayo umeonyeshwa, it doesn't bring sense. Wewe ulitarajia kwamba nyumba itakuwa imefika kwenye mabati, kwa kuonyeshwa nyumba hata kwenye madirisha haijafika. Unaambiwa simiti
ni 800, wewe unatuma 800, kumbe mtu ananunua simiti 700. This is what is happening back home there. So watu wengi wamelalamika sana in this. Unapata mtu inafika time ambapo anafaa arudi zake nyumbani, lakini ile project ambayo alikuwa anaifanya nyumbani haijakamilika, it's not completed. Sasa inabidi afanye nini? Aongeze tena miaka 2 kwenye contract yake, ama aongeze tena mwaka mmoja kwenye contract yake, ili mradi ile project itimie kule. Na hata baada ya kwamba ameongeza ile contract ili project itimie kule nyumbani, still bado vile vile atamaliza ile contract ambayo ameongeza na project nyumbani itakuwa haijatimia tena. So the question inakuja tena kwetu hapa, tunajiuliza, je, ni sahihi kufanya project nyumbani ama kujenga ukiwa zako Arabuni na uamini watu ambao wako nyumbani? Je, ni sahihi? Na kama ni sahihi, ni nani ambaye unapaswa kabisa umwamini? Je, unapaswa kumwamini contractor ambaye utadili naye nje ya family, ama unapaswa kuamini mzazi wako ama ndugu zako ambao nyumbani? Just the other day tuliweza kuona yule msichana kutoka 255 Tanzania ambaye alikuja na kulalamika kwamba she used to send money to her parents ili waweze kumjengea, lakini mwisho wa siku alituma mtu mwingine out of the family ili aende aka-investigate ile project yake ambayo anafanya. Lakini kitu ambacho kilimshangaza ni kwamba yule mtu alipofika pale kwao, baada ya kwamba ameuliza sasa ile project ambayo msichana yafanya iko wapi ili apelekwe kule kwenye ile shamba akaone, ili aone ile progress, na bado vile vile amwambie huyu msichana ni kitu gani ambacho kinaendelea pale mtaani. Amini usiamini ya kwamba wale wazazi wa huyu msichana walimfukuza huyu jamaa na kumwambia kwamba hahusiki na stories za ile family. So msichana akaamukia tu kulia because aliambiwa kwa hakika kabisa kwamba pesa yake yote ya miaka yake 2 ambayo kwa akituma atengenezwe project, hakuna project hata moja, hata jiwe tofali moja lilonunuliwa kwa pale, japo ilikuwa ni picha za majirani ama ni picha za nyumba ya majirani ambazo alikuwa akipigiwa akionyeshwa kwamba kuna project ambayo inaendelea. Last and final, tuongelea kuhusu marriage, mpango mzima wa marriage. Hapa ndo kuna kisunzi kikubwa sana. Tushona watu baadhi ambao wamefika mpaka stage ya kujinyonga just because of a certain marriage ambayo imefail. Especially unapata mtu yuko Arabuni, na hino sana sana mimi nasema inaenda kwa wanaume, though it's a vice, yani inaenda kote kote ni 50-50, lakini wanaume ndio wanakuwa affected sana na story. Unapata mwanaume anafanya kazi Arabuni for maybe 3-4 years direct, wakati nyumbani ameacha mke wake na familia yake nyumbani, personal family. Siongelea kuhusu familia ya wazazi, naongelea kuhusu yeye na mke wake. So you can just imagine ya kwamba umeacha mke wako miaka 4 nyumbani, wewe uko zako Arabuni na you don't communicate with that wife, and mko na misunderstanding. We do understand that kwenye ndoa misunderstanding it's normal, it's very normal, not unless wewe hujaoa. Kama umeoa, kama uko na experience, utaniambia kwamba kwenye ndoa misunderstanding ni kawaida, because hata kwenye relationship hizi zetu ambazo tuko nazo za huku chini ya maji pia misunderstanding zipo, tupende tukatae. We have to come up with the ideas ambazo hazitatuingiliana sote wawili, itabidi tuvurugane. Je, uangalie uvurugane na mwenzako ambaye umemwacha miaka 4? Do you know what is going to do, ama unajua kitu gani ambacho kitafanyika kule? Another thing ni kwamba we are wasting a lot of time ku believe in marriages ambazo they don't work. Yani umeona red flag kabisa we, either ni kwa mume wako ama ni kwa mke wako nyumbani kule. Umeona kabisa red flag ya kwamba huyu mke wangu ama huyu mume wangu, hivi vitu anavyonifanyia haviendani kabisa na ile kitu ambacho mimi nataka hii maisha iende. Lakini because we uko na ule upumbavu wa kimapenzi, ama because we uko na ule upumbavu wa kwamba you need to keep on loving that person, unajipata unapenda mahali ambapo hapapendeki. Mwisho wa siku either ni pesa ama ni project zako ambazo unataka kufanya zinapata zimekufa hivi, and there's nothing ambayo inaendelea. Tukikumbushana ile story ambayo ilikuwa hapa juzi, ni ambayo nilikuja nikawapostia hapa kuhusiana na yule msichana wa kutoka Saudi Arabia ambaye alipatana na a certain guy online na akamwamini, ikafika time mpaka wakanunua shamba kwa ile side ya yule mwanamume ambaye patana naye Uarabuni, ile side ya yule mwanamume ambaye patana naye kwa online. Wakanunua shamba na yule mwanamume akamwaminisha ya kwamba ile shamba venye iko ma details kila kitu akamuelewesha, na mwisho wa siku what really happened ni kwamba alikuja akadhulumiwa, na ile dhulma ilikuja baada kwamba huyu mwanaume alitambulika kwamba amekufa baada yani mwanaume alifanya vitu vyote akimuonyesha huyu msichana biko Gulf. Mwisho wa siku ile vitu vimekuwa completed, vimekamilika vyote, amemtumia mapicha kila kitu, akajua kabisa msichana akona 2 months amalize ndoa zake nyumbani. Mwanamume akatuma mtu mwingine ili amueleze huyu msichana ya kwamba yeye amekufa, na kwa sababu msichana hako na details za kuonyesha ile shamba mahali ambapo ipo, hako na details za kuonyesha huyu mwanaume ni wapi ambako ni kwao, maskini ikawa ndo hivyo kimemramba,
na I think that is supposed to be a lesson to all those people ambao wanafanya kazi Uarabuni, wakuwe very careful. For sure we need to be very careful with whatever we are doing. Tuanze kujiuliza, je, ni sahihi kufanya kazi ama kufanya biashara na mtu ambaye yuko nyumbani, ama kufanya biashara baada ya kwamba umerudi zako nyumbani wewe mwenyewe uko kwenye ground? That is first question. Second question, je, ni sahihi kujenga nyumba ama kufanya project yoyote endapo wewe hauko kule nyumbani, ama ni sahihi wewe usubirie uweke subra ili uvuke zako nyumbani ndio ukafanya ile project nyumbani? Lakini nitakwambia disadvantage ya kusubiria kwenda fanya project nyumbani wakati uko na advantage, labda uko na uwezo, though it's not a must. Inategemea na familia yako ama inategemea na yule mtu ambaye unamwamini. I'll tell you this. Sahi maybe we are in 2025. Na umesafiri sahi, labda ni mwaka wako wa kwanza, mwaka wako wa pili. You want to do a certain project kwenu kule. Let me tell you that maybe ile chuma ambayo unataka kutumia kujengea sahi maybe ina cost 1200 2025 by now. Lakini I'll tell you that the fact after 2 years ile chuma itakuwa high cost the same amount. Ile chuma itakuwa labda imeongezekana 200, 300 ama hata 500 juu. So maybe ile simiti ambayo inanunuliwa 720 sahi, simiti ya kujengea, after 2 years ama after 3 years ile simiti haitakuwa tena 720 ama itakuwa 700. Itaongezeka maybe na shilingi 20, 50 ama hata 100. So kuna vitu ambavyo ni vizuri ukivianzilia kuvifanya wakati uko huku, na kuna vitu vingine ambao pia vile vile lazima ukue makini na wale watu ambao una deal nao, kwa sababu unaweza kusema kwamba unafanya vile vitu baada ya kwamba uko huko Uarabuni, ili ukirudi zako nyumbani usha complete vile vitu, maskani yako uwe ni uko na kitu ambacho unaweza count baada ya kwamba umetoka zako Uarabuni, lakini ikawa ndio umejitia kidole na kikakuramba na ukajilaumu mwenyewe maisha mazima. So it is what it is, guys. This is KG Chipande. Take this as a lesson.